Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Septemba 28, siku ya Jumapili. Tunaenda kuiangazia mada inayosema Musa mpya. Soma Kumbukumbu la Torati 18 aya 15 hadi 22 na Yohana sura ile ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 9. Kwa nini ni muhimu kwamba kitabu cha Yoshua kianze kwa kutoa mwangwi wa ahadi inayohusiana na kile ambacho kingetokea baada ya kifo cha Musa? Ingawa Musa alikuwa amekufa na kiongozi mpya Yoshua alikuwa ameteuliwa na Mungu, upo mfanano kati yao. Wote wawili walikuwa wameambiwa na Mungu kwamba wangewaongoza watu wao hadi kwenye nchi walioahidiwa na baba zao. Kama Bwana alivyomwambia Yoshua, kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa. Yoshua sura ile ya kwanza aya ya 3. Yoshua angemaliza kazi ambayo awali ilikabidhiwa kwa Musa. Kwa kweli, Yoshua alikuwa Musa mpya. Soma Kutoka sura ile ya 33 aya 11. Hesabu 14 aya 6, aya 30 na aya 38. Hesabu 27 aya 18. Hesabu 32 aya 12. Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza ya 38. Kumbukumbu la Torati 31 23 na Kumbukumbu la Torati 34 aya 9. Je, aya hizi zinatuambia nini kumhusu Yoshua? Katika hatua hii, ahadi kwamba Mungu angemwondokeshea nabii kama Musa, Kumbukumbu la Torati 18 ya 15, ilikuwa katika uwezekano tu badala ya uhalisia uliotimizwa. Maneno yanayotumika mwanzoni mwa kitabu cha Yoshua yanamkumbusha msomaji juu ya ahadi hii, na pia wakati huo huo yanatengeneza matarajio ya kuiona ikitimizwa. Musa, ingawa alikuwa amekufa, bado alikuwa akitawala sura ya kwanza. Jina lake linatajwa mara 10, wakati la Yoshua linatajwa mara 4 tu. Musa anatajwa kama mtumishi wa Bwana, wakati Yoshua akitajwa kama mtumishi wa Musa. Yoshua sura ile ya kwanza aya ya kwanza. Inaonekana kuhitajika utumishi wa uaminifu na utiifu wa maisha yote kwa Yoshua kupokea heshima ya mtumishi wa Bwana. Yoshua sura 24 aya 29. Hata kama sura ya kwanza ya Yoshua inachukua mpito kati ya viongozi wakuu wawili wa Israeli, mhusika muhimu zaidi hapa ni Bwana mwenyewe, ambaye maneno yake yanafungua kitabu hiki na ambaye uongozi wake unakitawala. Hakuna swali kuwa ni nani aliye kiongozi hasa wa Israeli. Mpendwa mfuatiliaji mfululizo wa masomo haya mwongozo wa kujifunza Biblia, mwandishi anauliza, katika zama zote Mungu ameita wanaume na wanawake kuwaongoza watu wake. Kwa nini ni muhimu kukumbuka kama ni nani aliye kiongozi wa kweli asiyeonekana wa kanisa? Hii ni Septemba 28, mada ikisema Musa mpya. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.